الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نصلي ونسلم ونبارك عليه المبعوث فينا رحمة للعالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الكرام المسلمين، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله لأنه قد فاز المتقون. Enyi ndugu watukufu wa Islam, kama ninajipasa kuihusia nafsi yangu, nazihusia nafsi zenu katika jambo la taqwa Allah, liannahu kad faza almuttaqun, kwa sababu hakuna waliofaulu isipokuwa waliokamatana na kitu kinachoitwa taqwa Allah tabaraka wa taala. Ayuha habab, enyi ndugu watukufu wa Islam, tumepata agizo ya kwamba katika Ijumaa ya leo makatibu wa sala za Ijumaa waiombee dua Falastini pamoja na Wafalastini waliokuwa katika mateso na idhilali iliyokuwa kubwa wanaotendewa na Waisraeli. Ayuha, enyi ndugu watukufu wa Islam, nani Wafalastini? Nani Mayahudi? Ni nani? Baitul Maqdis, taifa la Waisraeli liko wapi? Muyajue. Ayuha, enyi ndugu watukufu wa Islam, katika kipindi hiki cha hotuba yangu hii tutaelezana, tushikane mikono ili tuelezane, tujue. La kwanza, kabla ya yote na kufahamisheni ayuha alhababu fillah, mujue ya kwamba kabla ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, kabla ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, kulikuwa hakuna Banu Israil, kulikuwa hakuna Uyahudi mpaka nakufa Nabiullahi Ibrahim. Ayuha, kila enyi ndugu watukufu wa Islam, mujue kwamba kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza chaitwa Banu Israili, ambayo nyinyi mwasikia katika maredio yatajwa kwamba hiyo ni Israeli, sawa. Lakini kuna kitu cha pili chaitwa Uyahudi, dini ambayo hiyo haikuwepo wakati wa Nabii Ibrahim, wala haikuwepo katika wakati wa Nabii Musa. Wakati wa Nabii Musa haikuwepo dini nyingine iliyokuwa dini ya Uyahudi farida. Kwa hiyo baada ya nukta hiyo, nataka mnisikilize kwa makini, maana haya maneno nayasema wayasikie pamoja na wao wanaojiita Mayahudi, pamoja na wale wanaotaka kuombea dua wa Falastini. Nani wa Palestina? Nani wa Palestina? Nani? Banu Israili. Kabla ya kuwepo kuja Nabiullahi Ibrahim kulikuwa hakuna Banu Israili. Banu Israili wameanza ni kabila, Banu Israila ni kabila. Hili kabila hili lilianza baada ya kuzaliwa nani? Nabii Ibrahim akamzaa Ishaqa. Baada ya kumzaa Ishaqa akamzaa Yakuba. Yakub
yakaliwa na nani? Nani wenye kukaa katika ardhi ya Israeli ambayo makao makuu yake yako Jerusalem? Nani aliyekuwa akikaa? Kuliko hakuna Banu Israeli wala ndiko hakuna Myahudi yani antajusi kaya baada ya Musa alayhi salatu wasalam. Al-hadithu shaqiqo, hadithi sahihi rawahu Ahmad, iliyopokelewa na Imam Ahmadi fil Musnad, katika Musnad ala Imam Ahmadi katika hadithi nambari 2514 wa Ibn Sa'd, na hadithi iliyopokelewa na Ibn Sa'd fi Tabaqat, katika kitabu cha Tabaqat. Kulahuma min Hashim, zote hadithi hizo natoka kwa Hashim ibn al-Qasim al-Abdi al-Humaydi, kutoka kwa Abdi al-Humaydi ibn Bahram bihadha al-isnad. Amepokea hadithi hii katika isnad ambayo sahaha al-allamatu Ahmad Shakir, ambayo kaisahihisha mwanazuoni aitwaye Ahmad Shakir. vile vile hadithi hii wa allamatu Albani akasahihisha al-allamatu Albani رحمكم الله. الله تبارك وتعالى ورحمه وبلغاه. فقال رسول الله وقالت حديثي يا بنا متومه يا كما قسم بنا متومه صلى الله عليه وسلم عليكم أحد الله لا إن أنا أنبأتكم لاتبعاني. أولئك النبي محمد عليكم أحد الله. أنا وambia Mayahudi wamekwenda kwa Nabii Muhammad wakamuuliza mtoto azaliwa vipi nini, akamuuliza mambo mengi. Chakula cha kwanza kuliwa peponi, anauliza Nabii Muhammad. Nabii Muhammad alipoulizwa kala, akasema alaikum akhdullah, chukueni nyinyi ahadi inatoka kwa Allah. La in ana anba'atukum lattabi'ani, ya kwamba nyinyi iwapo nitakuelezeni mtanifuata. Nabii Muhammad akamwambia Mayahudi, ya Mayahudi waniuliza maswala haya, nikikujibuni mtanifuata? Wakasema Mayahudi kumwambia bwana Mtume sallallahu, akawaambia wakasema fa'atuhu ma shaa Allah min akhdin wa bitaa, leteni kiapo ya kwamba haya nitakayokwambieni yakiwa ni kweli mtakubali kunifuata mimi. Fakala bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nashattaka, naweka akadi na kuelezeni, nashattakum billadhi anzala at-taurata. Wale mabwana wakasema haya tutakufuata kama utajibu ndivyo ewe Nabii Muhammad, tutakufuata wewe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam fakala akasema anshattaka, na kuhojini nyie Mayahudi billadhi anzala at-taurata, kwa yule aliyeteremsha Taurati ala Musa, kwa Nabii Musa. hal ta'lamuna anna Israila Yaquba, anauliza kwani hamjui nyie kwamba Banu Israili ni Yaqubu bin Ishaq bin Ibrahima? Hamjui kwamba Uyahudi ni watoto Banu Israili? Banu Israili ni watoto waliozaliwa na nani? Waliozaliwa na mzee Yaqubu, wazao watoto 12. Yaqubu ndio wale waliohangaishana na Nabii Yusuf alayhi salam katika wakati wake. Kabila la Banu Israili alikuwepo kabla ya Nabii Ibrahim na baada ya Nabii Ibrahim, ila lilikuwepo baada ya Nabii Yakub, watoto waliozaa. Akasema maradhan shadida, baba yenu Yakubu aliumwa maradhi makubwa sana. Fatala sakamahu minhu, yakawa makubwa maradhi yake, yakawa marefu maradhi yake. Anasema fanadhara, akaweka nadhiri, la in afaku Allahu min sakamihi, kama Allah atamponyesha maradhi yake, la yukhrimanna min ahabbi at-ta'ami wash-sharabi ilayhi
kitamu nakipenda kuliko vyote, na kinywaji ilichokuwa nakipenda zaidi kuliko vyote. Huyo nani huyo? Yakob wakana akabuta ile ilikuwa chakula kinachopendezesha wake yeye. Luhumul ibili ni nyama ya ngamia, wa ahabbu sharabi ilayhi albanuha, na katika kinywaji alichokuwa kikipenda zaidi ni maziwa ya ngamia. Alipomaliza kusema maneno hayo, wale Mayahudi wapo, fakalo Mayahudi wakasema, Allahumma la, ewe Allah, hakika analolisema Nabii Muhammad ni kweli, kwamba mwanzo wa kabila la Banu Israili lilianzia kwa watoto wa Yakob alayhi salam. Yakob watoto wao wakaishi kama wanavyoishi watu wengine wakapotelea kaskazini, wengine wakapotelea kusini, wengine wakaenda mashariki, na wengine wakaenda magharibi. Watoto nani hao? Ni watoto wa Yakob. Kwa hiyo tunapata kauli ya kwanza, dalili ya kwamba kulikuwa hakuna Bani Israila kabla ya Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Wamekuja juzi, hawa kabila lao ni kabila gani? Kabila la Banu Israila ni gani? Ayarabu fillah, enyi ndugu watukufu wa Islam, hawa wana Yakobo walikuwa dini gani? Walikuwa dini gani? Kwa sababu nyinyi wachanganyisha hawa Banu Israila. Walikuwa dini yao dini gani? Wao pamoja na baba yao na babu yao. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima. Hakuwa Nabii Ibrahimu Myahudi, hakuwa na dini ya Kiyahudi wala dini ya Kinasara wala dini ya Kikristo, walakin kana hanifan muslima, lakini alikuwa katika dini iliyojitenga na ushirikina, na alikuwa Muislamu yeye. Qala Allah Ta'ala katika Bakara, akasema Allah mtukufu katika suratul Bakara, ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بك إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dini ya Ibrahim ya wanawe, dini walioikamata akina Yakob na wanawe ambao ndio wana wa Israeli, ni dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu ndio dini yao. Watoto wa mzee Yakob walikuwa Waislamu ambao ndio nani hao? Ambao ndio Banu Israila, kabila la Waisraeli. Kwa nini? Allah kasema katika suratul Bakara aya nambari 120, وَمَنْ يَرْغَبَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Hakuna Nabii Ibrahim ila kaitia katika upumbavu nafsi yake. Walaqad istafainahu fi dunya, sisi tumemchagua Nabii Ibrahim katika dunia, wa innahu fil akhirati lamina salihin, na akhera atakuwa ni miongoni mwa watu wema. Nabii Ibrahim ikala lahu rabbahu, kumbuka aliposema kumwambia yeye Mola wake, aslim, silimu. Ibrahim kala akasema aslamtu lirabbil alamin, mimi ninasilimu mbele ya Mola wangu, Mola wa walimwengu wote. Wa wasabika Ibrahim banihi wa Yaquba, na akawahusia Nabii Ibrahim wanawe. Nabii Ibrahim akawahusia wanawe. Wa wasabika Ibrahim banihi
Ibrahimu akawasia wanawe wa Yaquba, na Yakubu pia ambaye ndiye baba yao Banu Israili baba yao ni mzee Yakubu. Nabii Ibrahimu akawaambia, ya bunayya, enyi wanangu, inna Allah astafa lakum dina, Allah amekuchagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife ila mmekuwa Waislamu, sife ila mmekuwa Waislamu. Nakwambieni ayuka al-ahbabu fillah, Banu Israili walikuwa Waislamu toka Nabii Yakub alayhi salam, wakatawanyika wakaishi katika dunia. Wakati wa Nabii Musa alayhi salam, Nabii Musa alikuwa wapi? Alikuwa Masra, katika nchi ya Misri. Katika wakati wa Nabii Musa qala Allah ta'ala, akasema Allah mtukufu, baada ya Nabiiullah Musa ndipo yalipotokea dini ya Kiyahudi, baada ya kuacha muongozo na dini aliyokuja nayo Musa, kwa sababu Musa na yeye dini yake ni hiyo dini ya Kiislamu. Nabii Musa akatoka akaishi Misri, akatoka akaenda Madiana, akarejea katika nchi ya Misri. Qala Allah ta'ala, akasema Allah mtukufu, wenda kule kamkuta Firauni katika nchi ya Misri, wakapambana naye mpaka ukafika wakati wakafukuzwa watu wa Nabii Musa. Kawachukua wapi watu wao? Kawachukua Misri. Mlikuwa na kila aina ya watu, mlikuwa na Wakiti, mlikuwa na Waarabu, mlikuwa na Wamisri. Watu walikuwepo katika nchi ya Misri, akawafukisha, akawatoa katika nchi ya Misri. Wanakwenda wapi sasa? Wanataka wende Baitul Muqaddas, huko ambako leo wanadai ya kwamba Waisraeli ni ardhi yao. Ayuhadabu fillah, enyi ndugu wa Islam, Israeli hiyo inayoita Jerusalem na iliyozunguruka si ardhi yao kabisa, wala hakuna nchi inaitwa Israeli. Wamelitoa wapi jina hili? Ayuhadabu fillah, hakuna lililokuwepo ni Kodosi wa Falastini, pembezoni mwake Falastini, nchi ya Falastini ndio ilikuwepo. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa ikulna dukulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum. Anasema wa ikulna dukulu hadhihi alqarya, na kumbuka tuliposema, aliposema Allah anawaambia nani? Anawaambia Nabii Musa na watu waliochukua Misri, anawaambia ingieni katika mji hadhihi alqarya, katika mji huo, fakulu minha, mkifika huko nendeni mkale, starehe na mnataka mstarehe. Hapa wanaambiwa watu wa Nabii Musa waingie wapi? Waingie katika Baitul Maqdis, Qudus, hiyo ndio leo Israeli. Anaambiwa Nabii Musa, ingia adkhulul baba, ingia katika mlango, hii ni urithi wenu. Angalieni leo wabadilisha tarehe, wasema ya kwamba eti Nabii Musa anaenda kuwachukua Misri Banu Israeli ili kuwarejesha kwao. Hapana, Banu Israeli hatajawa hapo pao. Mayahudi hatajawa hapo pao, lakini Banu Israeli wamejaa duniani. Lakini Mayahudi hawakuwa kabisa kwamba ile ndio ardhi yao ya Falastini. Kwa hiyo wanaambiwa ingieni katika mji huo, ingieni katika mji huo. Kwani mji huo una nani? Alhababu kila mtaona nchi hiyo ilikuwa na nani waliokuwa katika. Je, wao walitoka hapo?
aliwachukua Nabii Musa, kawachukua Banu Israili. Kweli wamo Banu Israili, Waarabu wamo, Wakipti wamo. Anawaambia ingieni katika Baitul Maqdis. Israeli ya leo, kala Ibn Kathir anasema Ibn Kathir fi tafsirihi, katika tafsiri yake, lamma kadimu min biladi Misr, wakati watu walipotoka kutoka katika mji wa Misri, shakbatan Musa alayhi salam wafuasi wa Nabii Musa alayhi salam, faumiru bidukhuli al-ardh al-muqaddasati allati hiya mirathun lahum, wakaamrishwa aliyotoka nao Misri baada ya Firauni kuzamishwa. Alipozamishwa Firauni, watu wengine wakatawanyika, wengine wakarejea katika nchi yao ya Misri, wengine wakamfuata Nabiiullah Musa. Makabila tofauti. Faumiru bidukhuli al-ardh al-muqaddasati, kwa hiyo wakaamrishwa waingie katika ardhi ya Baitul Maqdis, katika ardhi ya Qudus, allati hiya mirathun lahum, ambayo ni zawadi kwao. Ni mirathi yao, wanapewa kwa uvumilivu wao waliotenda wakati walipokuwa kwa Nabiiullah Musa, wakati Firauni anawatesa. Kwa hiyo rudini, ingieni katika mji gani wao? Hiyo Israeli ya leo. Wanaambiwa waingie nani? Wafuasi wa Musa. Wafuasi wa Musa dini gani? Dini ya Kiislamu. Hapana Myahudi hapo, hakuna dini ya Kiyahudi hapo. Lakini na Banu Israili wao, anabikim Israeli, wanaambiwa waingie katika urithi wao kutoka kwa baba zao, akina Israeli, akina mzee Yakob, wakala wakitaro manfika, wakaambiwa wapigeni waliokuwa ndani ya mji huo, maana na wenyewe wanakaa. Wapigeni watu wa mji huo, wapigeni. Wakitaro manfika min al-Amalika, katika kabila lililokuwa likikaa ni Waamalika, wanaitwa Waamalika, ni katika wajukuu wa Iran, na Iran ni mjukuu wa Nuh. Ndio walikuwa kikaa, walikuwa ni watu wa babe, walikuwa ni watu wakali. Wanaambiwa ingieni. Nabii Musa anaambia twendeni tukapigane katika ardhi ya Israeli. Hiyo Israeli ya leo, ndani yake mlikuwa na watu gani? Watu wanaoitwa Amalika. Ndio walikuwa kikaa katika nchi al-Kufra, tena walikuwa ni makafiri wa kweli. Fanakalo ankitariki, wakakataa kupigana. Anasema watahanu wastaksaru, na matokeo yake wadhaafu wastaksaru, wakajiweka kwa ni unyonge bwana, na wakala kasara. Faramakumullahu fi dini, Allah tabaraka wa taala akawatia sheshere katika ardhi ya Tihi, ukubatan lakum, adhabu yao. Wanasemekana wakakaa katika bonde la Tihi, wanalikataa, wakamasi hatuingii humo, watu wa Israeli. Hawa Waamalika wakali, hatuwezi tukapigana nao sisi, hatwendi. Walipokuwa hawaendi, Allah tabaraka wa taala akawatia sheshere bwana, akawatia adhabu, wakawa wanazunguruka katika bonde la Tihi miaka 40. Walikaba, na kwa sababu hiyo kana asaqul kaulaini, katika kauli iliyokuwa sahihi, annaka hadhihi albaladi, hakika ya mji huo ni Baitul Maqdis, ni mji uliokuwa na nyumba ya Baitul Maqdis. Ndio mji huo wa Israeli leo. Ndio walioambiwa waingie. Walioambiwa waingie ni nani? Ni Waislamu. Kama nasa ala dhalika sabil, haya ni kama alivyotaja al-Imam as-Saddi au Sudi wa Rabi' bin Anas wa Qatada wa Abu Muslim al-Asfahani na Abu Muslim al-Asfahani wa ghairi wake, na asiyekuwa mmoja. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إجواني أيها رب الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله.
na kuhusieni tena kama mnavyopaswa kuihusia nafsi yangu juu ya jambo la takwa Allah, kumcha Allah tabaraka wa taala. Palestina ni ya nani mpaka leo wauawa kinyama? Hawa wauaji ni nani? Wajua nyie ubaya wao? Wajua? Hamujui. Washtukia leo, dunia yashtuka namna ya unyama wanaofanyiwa Palestina katika ardhi yao. Ardhi yao anasema kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, ya qaumi dukhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Ya qaumi, anaambia watu wake Nabii Musa, jamani watu wangu, adkhulu al-ardha al-muqaddasata, ingieni katika ardhi ya kadasa. Palestina kadasa ni Palestina. Hakuna maana wala mimi sijaona kwamba liko taifa laitwa Israeli, laitwa Uyahudi. Hapana, sijaliona hiyo. Anasema ya qaum dakhalu al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allah lakum, ingieni katika ardhi ya muqaddasa allati kataba Allah lakum, ambayo kaandika katika kitabu cha Taurati ya kwamba waingie nani? Watu wa Musa. Watu wa Musa ni nani? Waislamu ndio wa Musa, waingie mukaddasatan. Wakuna nakaba lamma kharaju min al-Tiki baada 40 sanatan, walikaa mle katika bonde la Tiki baada ya miaka 40, ndio ikaja kabariki ya qaumi dukhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allah lakum. Enyi watu wangu, ya qaumi adkhulu al-ardha al-muqaddasata, ingieni katika ardhi takatifu. Kuingia katika ardhi hii ya Qudus utapata baraka, kwa sababu hii ni ardhi ambayo imebarikiwa mpaka pembezoni mwake, wanaambiwa ingieni. Anasema hivi sasa nani? Wale wakati ule wakati wa Nabii Musa wamekataa, wamesema hatuingii, lakini wakuna lama kharaju min al-Tiki, ilipomalizika miaka 40 wakatoka katika bonde walilopotea baada 40 sanatan, baada ya miaka 40 Yusha bin Nun. Sasa wamefuatana na mtu mpya wakati wa Musa kesha kufa. Nabii Musa kafa ndani ya miaka 40 walipokuwa katika bonde la Tiki, ndipo alipokufa. Sasa baada ya kufa Musa akakamata uongozi Yusha bin Nun. Fatakaka Allahu alayhi ashiyatan Jumaa, basi ilipofika jioni ya Ijumaa wakapigana wale wanaume, kupigana na wale waliokuwemo katika ardhi ya Qudus. Nani waliokuwemo? Ni nani? Al-Amalika. Ilikuwa ardhi ya Qudus ni ardhi ya Israeli. Nini mpaka Nabii Musa wanaokaa ni wa Amalika, ndio wanaokaa leo, wanajidai yao wamerithi kwa sababu ya ardhi ya Palestina, wamerithi ardhi ya Qudus, wamerithi wakad kubisati lakum ash-shams. Basi wakakubali kupigana wafuasi wa Yusha bin Nun waliokaa katika bonde la Tiki miaka 40. Kila wakitaka kutoka wanapotea, wanarejea pale pale. Bonde lina shida, bonde lina jua, wanataka kutoka, wakikaribia mpakani wanarudi pale pale. Miaka 40. Sasa wakapigana wafataha na wakaushinda kwa nguvu za Allah tabaraka wa taala. Alayhi wakawashinda wa Amalika ashiyatal Jumaa, katika jioni ya siku ya Ijumaa kama leo. Wakad kubisati lakum ash-shamsi yawmaidin qalilan hatta makana al-fataha. Allah tabaraka wa taala yasemekana jua alilizita, likawa halionyeshi tena katika dunia, alilizita kwa muda mpaka walipomaliza kuuteka mji wa Qudus, ambao leo Waisraeli na Waamerika wanadai ya kwamba ni ardhi ya Waisraeli. Wao
wapo si ardhi ya Israeli. Yosha wafuasi wa Nabii Musa si Mayahudi, wafuasi wa Yosha ibn Nuni aliiteka Qadr, akaingia katika Qadr, akawatoa nani? Wa Amalika. Alikuwa Myahudi, alikuwa si Myahudi, alikuwa si Myahudi. Kabila walikuwemo baadhi ya mabanu Israeli, maana banu Israeli walienea dunia nzima, kila unapokwenda wapo, lakini hapo alipokuwepo sipao wapo, kila utakapokwenda katika dunia Waisraeli wapo, sio leo tu, toka siku hizo. Lakini je, kila alipokuwepo pao? Hapana, sipao. Kwa hiyo yeye alikuwa Yosha na wafuasi wake wa Nabii Musa walikuwa si Mayahudi, walikuwa ni Waislamu na si Mayahudi. Kabila pekee wengi ni watu kutoka Misri, walikuwa si Bani Israeli pekee yao, walikuwa wengine kutoka Misri, wengine wakachukua wapi kutoka, wengine ni Waarabu, wengine ni Wakipti, wamechanganyika. Akaingia nao Yosha bin Nuni katika ardhi ya Palestina ambayo ndio nchi inayoitwa leo ya Kiyahudi. Qala Daktari Ahmad Sharbasi ana kitabu chake kimoja kinaitwa Yasalunaka fi dini wal haya, katika mujalladi wa 4 katika ukurasa 167 akasema hivi: falmuslimun ya'nuna bilqudus wa bifalastin kullaha mundu bazaqat ash-shamsu al-islami wa mundu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasema Waislam falmuslimun ya'nuna bilqudus, wanaamini ya kwamba Qudus hiyo inaitwa Israeli ni yao, ni yao. Wa Falastini, na wenyewe ni wa Falastini kullaha, tena Israeli ya wenyewe ni wao, wenyewe ni nyie Waislamu, na ilikuwa ikikaliwa na wenzenu wa Falastini kullaha mundu bazagati shams, toka lilipopindua jua al-Islam, mwangaza wa Uislamu, wa mundu qala Rasulullah, na tokea aliposema Bwana Mtume sallam, la tashuddu ar-rihal illa ila thalathati al-masajid, msifunge safari makusudi illa kwa misikiti mitatu: al-Masjidul Haram, kwanza ni msikiti mtakatifu wa Maka, wal masjidi kadha, na msikiti wa Nguho, wal Masjidul Aqsa, na msikiti uliokuweko Israeli, Masjid al-Aqsa. Kwani atutajie mtume wetu msikiti uliokuwa si wetu? Ayuha babu fillah, ni wetu, si Waislamu. Ayuha babu fillah, enyi ndugu wetu kwa Islam, wal Qudus inda al-muslimin, na huo mji wa Qudus kwa Waislamu mundu 14 karnan, toka karne 14 sima awliya al-qiblataini, toka alipofanywa ndio kibla cha kwanza katika kibla viwili katika Uislamu. Kibla vimekuwa viwili, cha kwanza ni Baitul Maqdis ilikuwa kwa Israeli. Kibla chenu kimeibwa ni Waislamu. Waislamu wamebaki wanyonge wakimizana dua, na kweli hatuna la kufanya, dua tu basi kwa umeme, lakini ni kwetu kibla aulia al-qiblatain, ni kibla chetu cha kwanza katika kibla viwili. Wathalithu al-haramain, na ni watatu katika misikiti mitakatifu: msikiti wa Makka, msikiti wa Madina na msikiti wa Baitul Maqdis. Waliouiba Mayahudi kwa ushirikiano na wao vibaraka wao walmuslimun, na Waislamu yattajahuna fi salawatike ila al-Masjid al-Aqsa, walikuwa wakielekea katika msikiti huo, wakielekeza nyuso zao katika Masjid al-Aqsa, fi Bait al-Maqdis, katika Bait al-Maqdis wa huwa al-Qudus, na hiyo ndio al-Qudus. 17 shahra, miezi 17 Waislamu wanaelekea katika nyumba wa al-Qudus iliyokuwepo Bait al-Muqaddas huko Israeli, iliyotekwa nyara na Wayahudi. Wajaa fi hadithi, na imekuja katika hadithi, mamata fi Bait al-Maqdis, atakakufa katika Bait
anasema kaannana mata fi sama, kana kwamba kafa mbinguni. Kufa katika msikiti huu wako yaksidu nayo anavyokusudia man mata ala alislam, atakayekufa katika uislamu ta'ian, hali ya kwamba ni mwenye kutii, ta'ian rabbahu, anamtii mola wake, wa nabiyahu, na mtume wake, wajaa في الحديث لا يكاد katika hadithi aidan vile vile anna salata fil masjid al-aqsa, hakika ya swala utakayoiswali katika msikiti ulioteka nyara na Wayahudi, masjid al-aqsa bikamsini salati, ni sawa sawa na swala 100 fi ghairihi min al-masajid, kuliko swala uliyoswali katika msikiti wowote isipokuwa miwili hiyo wa Makka na Madina. Waiambagi na inapasa an yadhkura haulai, lazima mkumbuke nyinyi Waislamu, anna Falastin, hakika ya Falastin, nafikia Palestina, kana tuaddu khilala usur at-tarikh, hiyo ilikuwa inahesabiwa katika zama za tarehe al-juz' al-junubi min biladi Sham, kwamba ni sehemu ya upande wa kusini ya miji ya Sham al-Arabia, katika nchi za Kiarabu. Hii imo katika nchi za Kiarabu, si nchi za Kiyahudi wala za Banu Israili. Wahia nayo ilikuwa ni Suria واللبنان na Lebanon والأردن na Ardan وفلسطين na Palestina والعرب na Waarabu موجودون na Waarabu ndio huko fi Palestina, katika ardhi ya Palestina 1500 sanati, 1500 wa Palestina wako katika ardhi ya Israeli iliyoiba leo miaka 1500 wa Palestina mundu sanata, tokea mwaka gani 2500 kabla albilad, toka mwaka 2500 kabla Yesu hajazaliwa. Wanaishi ni nani? Wafalasini. Wanaishi miaka mingapi? 1500 wanaishi wa Palestina. Maskini wanaofukuza, maskini wanaopiga kama si binadamu, makufari yote yamekusanyana kumuunga mkono Israeli, kumpiga Palestina. Waambie kisha wasema tunapewa ruhusa ipelekwe misaada ya vyakula, ukisha kushiba wapigwe mabomu. Ndio ubinadamu gani huo? Waislamu wako kimya, wana uwezo wa kutenda, hawatendi na kutenda. Kwa nini? Kabla hajatokea wale Tahir aliyobashiri Bwana Mtume sasa kwamba watakuja mwisho wa dunia, watapiga Waisraeli. Wakifika makali watajificha katika miti, vigogo vya miti, mpaka miti itazungumza kuambia ayo al-muslim, Muislam, Myahudi kajifichi chini ya mti, kajificha. Wayahudi watakuja kupiga mbio kama tutakavyotoa mwisho wa hutuba yetu hiyo, miaka 2500 kabla Yesu hajazaliwa. Wanakaa nani? Wanakaa Palestina. Leo Umoja wa Mataifa wametafuta Waisraeli, wakakusanya, wakaambia penu wamepata wapi? Na wakati huo ilikuwa wanaitwa kwa jina la Wakanaan, Kanaani ndio walikuwa kikaa. Hao ndio Wapalestina. Wadalla haulai al-Kanaaniyun, na wakakaa Wakanaan katika ardhi hiyo, yakununa Palestina, na wao ndio wanaongoza serikali ya Palestina 1500 sana. Miaka 1000 ولقد فتح المسلمون فلسطين سنة 15 للهجرة. لو كان يكفيك وكافي وبنا بعد kuondoka Bwana Mtume sala wakati wa Umar ibn al-Khattab
Umar bin al-Khattab sanatan 15 katika mwaka 15 lilhijra katika mwaka wa Kristo katika mwaka wa 636 منذ ذلك الوقت حتى نكبت الركبة التكويد الظلمة الفلسطين hapo tena ndipo ilipoundwa yopo na kuidhulumu Palestina mpaka leo wanadhulumiwa wakaongozwa na Yasir Arafat mpaka mwisho wakamuua. Yani walifanya wakajidai kusuluhisha maazimio ya Umoja wa Mataifa yanawaambia hapa si penu nyinyi, lakini bado wanapewa nguvu, wanamiminika wakubwa wakikafiri. Anaambiwa dallatil Falastin imedu Falastin aradiyatan al-islamiyya, kwamba ni nchi ya Kiarabu na ni nchi ya Kiislamu. Falastini wamekuja wapi? Wametokea wapi? Waisraeli mpaka wakaja kuichukua Falastini, na waliotenda njama ndio wamlinda, wanakwenda kila dakika, wanampa nguvu aendelee kufanya uovu anaofanya. Anasema ولم يزل نثبت اليهود في فلسطين حتى نثبت الانتداء عقد الحرب العالمية الأولى. hakupatikana nasabu ya Kiyahudi katika nchi ya Palestina mpaka vilipomalizika vita al-harb al-alamiyya al-ula, vilipomalizika vita vya kwanza vya dunia. Wakad dhalla al-arab wal-muslimuna fi Palestina, hawakuacha kuona na Islam na Palestina kwamba wao yaksinuna muamilatan min kulli man kana bainahum min al-yahud. Lakini walikuwamo mmoja mabani Israeli wakikaa nao kwa wema, salama na amani Waislamu. Yakatokea fitna iliyotokea ipi, hiyo tutaieleza insha Allah katika kutuba itakayofuata. Leo ni sehemu ya kwanza ya mtiririko huu wa kukufahamisheni nyinyi ili mjue nani hawa ambao watakiwa kuwaombea dua wa Palestina. Wa Palestina ni Waislamu wenzetu waliodhulumiwa, wateseka, wauliwa, watoto wadogo, wanawake wanadhalilishwa, wenzetu wanawake kwa sababu ya dini yao, kwa sababu ya visingizio basi. Maana kapiga kafanyaje? Kweli kapiga, lakini sema gombania wake inshallah tutaendelea hilo katika Ijumaa inayofuata kutokana na wakati. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.